السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل ابن صلاح الأمير الكهلاني الصنعاني رحمه الله kwenye kitabu chake cha Tathhiru al-I'tiqad an Adran al-Ilhad, na tumeuanza katika darasa lililopita jana msingi wa pili, msingi ambao unasema anna rusulallahi wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirih, kwamba mitume wa Allah na manabii wake tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao bu'ithu li du'a'i al-ibadi ila tauhidillah, imetumwa imepelekwa kuwaita kuwalingania waja katika jambo la kumpwekesha Allah bi tauhidil ibada, lakini da'wa yao ilikuwa imejikita katika tauhidil ibada ambao ni tauhidu gani? Al-uluhiyya. fa kullu rasulin awwal ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi, kwa hiyo kila mtume jambo la mwanzo analoligonga kwalo usikivu wa watu wake, la mwanzo analoliweka katika usikivu wa watu wake ni kaulihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah, hamna nyinyi mola mwingine kinyume chake. Alla ta'budu illa Allah, ya kwamba nyinyi msimuabudu isipokuwa Allah. Ani'budu Allah, ya kwamba mumwabudu Allah. Wattaquhu, na mumche yeye. Wa ati'un, na munitii mimi. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illa Allah, na hili ndilo ambalo lilojulishwa. Tadammana huna bimaana dalla, na hili ndilo lilojulishwa na tamko la ilaha illa Allah. Hapa ndipo tulipoishia katika darasa ya jana. قال نسيما فإنما دعت الرسل أممها، فإنما دعت الرسل أممها، نسيبين جنيفيو ميتومي ولزلنغانيا أمزاك إلى قول هذه الكلمة katika kuisema kauli hii, واعتقاد معناها na kuitakidi maana yake. لا مجرد قولها باللسان فقط، sio ukomo au waswahili wanasema sio upeo wa kulitamka kwake tamko hilo kwenye ulimi tu. Anasema Sheikh rahimahullah, wa innama au fa innama da'at ar-rusul umamaha, si vinginevyo mitume da'at iliwalingania mitume umamaha umma zake watu wake ila qawli hadhihi alkalima, katika kulisema neno hili. Kwa hiyo mitume ilikuwa ikizunguka, kwa mfano ukitaja historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akizunguka katika soko la mji wa Makka, na akipita katika watu wa Makka akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni tamko la ilaha illa Allah mtafaulu. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni alqawlu bil lisan, kulisema kwa ulimi. Lazima mtu aliseme tamko hili kwa ulimi wake. Kwa hiyo si vinginevyo mitume ilizilingania umma zake ila qawli hadhihi alkalima, katika kuisema qawlihi. halafu wa'tiqadi ma'naha, jambo la pili alqawl ma'tiqadi ma'naha, kulisema na kuitakidi maana yake. Kwa maana hiyo mtu akilisema kwa ulimi tu peke yake bila kuitakidi katika moyo wake, hii ni kauli ya irja, kauli ya ghulatul murji'a, ambao wao wanasema al-iman huwa an-nutqu bil-lisani faqat, imani ni kutamka kwa ulimi tu. Kauli ya nani? Ghulatul murji'a. Na kuna wale ambao ghulati ambao wamezidi, wao wanasema al-iman huwa al-i'tirafu bil-qalb, ni kukiri tu katika moyo. Manake kwa wao Iblis alikuwa ni mu'min tena kamilul iman. Lakini kauli hii ya ghulatul murji'ah wenye kusema kwamba al-iman huwa an-nutqu bil-lisan faqat, imani ni kutamka kwa ulimi tu peke yake,
manake la yufarriquna baina almu'min walmunafiq, hawatofautishi baina mu'min na mnafiq, kwa sababu kwa mnafiki inabakia lisan, yani alqawlu billisan faqat, ama kwa mu'min panazidi ma'a alqawl, inakuja i'tiqadu maanaha, kuitakidi maana yake, na kuitakidi maana yake inakuwa bilqalbi walamal. I'tiqadu maanaha, i'tikadi kitu cha moyoni, kwa hiyo kuitakidi maana yake inakuwa kwa nini? Kwa moyo na kwa matendo. Qala, nasema fa inma da'at ar-rusul umamaha, si vinginevyo mitume walilingania umma zao ila qawli hadhihi al-kalima, katika kulisema tamko hili, jambo la mwanzo, wa i'tiqadi maanaha, na kuitakidi maana yake, la mujarrada qawliha bil lisani faqat, sio ukomo au upeo wa kulisema tu kwa ulimi, ambayo ni kauli ya nani? Murji'ah. Kuitakidi imani ni jambo la ulimini peke yake bila ya kukita katika moyo wa mja. Kisha akasema wa maanaha, na maana yake huwa ifradullahi bil ilahiyya wal ibada wan nafyi lima ma yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Anasema na maana yake tamko hilo la ilaha illa Allah, maana yake ifradullahi bil ilahiyya wal ibada, ni kupwekeshwa Allah kwa uungu na ibada. Kwa maana hiyo kupwekeshwa Allah katika tauhidi gani? Katika tauhidu al-uluhiyya, kupwekeshwa Allah bil ilahiyya wal ibada, ibada unayoifanya ukawa unamfanyia Allah azza wa jalla peke yake, kumpwekesha Allah azza wa jalla kwa tauhidul uluhiyya wal ibada. Na hapa akatia taukidi Sheikh As-San'ani kwa kutaja bil ilahiyya wal ibada, ambao tumesema tauhidul ilahi au tauhidul ibada ni tauhidu ya uluhiyya, lakini akatilia mkazo ili ifahamike katika itikadi iliyokuwa sawa. Tukizungumza masala ya tauhidi tunakusudia kumpwekesha Allah azza wa jalla katika ibada ambayo mja anaifanya, na sio kumpwekesha Allah azza wa jalla birububiyya, kama wanavyosema nani? Kama wanavyosema ulamaul kalam, wa ala man sara ala nahjihim, na wale wenye kupita katika mipito yao kama vile tablighi na wengineo, ambao wanaitakidi ukisema la ilaha illa Allah maana yake la qadira wala khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah. Hii ni maana mbovu isiyokuwa ya sawa. Maana hii hata Abu Jahl haikubali. Maana hii ya kusema kwamba la ilaha illa Allah, la khaliqa wala raziqa wala qadira illa Allah, hata Abu Jahl haikubali. Kwa nini? Kwa sababu mtume alikuambia waseme la ilaha illa Allah, fa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, au kama ilivyokuja katika aya, wanafanya kiburi, kwa sababu walikuwa wanajua nini maana la ilaha illa Allah inokusudiwa na kinywa cha mtume. Ni ile tauhidul ibada, waache miungu yao 330 waje kumwabudu Allah mmoja. Sasa ukimwambia mtu la khaliqa wala raziqa wala qadira, hawa wanakiri tauhidur rububiyya. Vipi sasa walinganie katika tauhidi ambao wanaikiri, hali ya kuwa Allah amewaleta mitume walinganie katika tauhidi gani? Ya ibada. Tauhidur rububiyya iwe ni changamoto juu yao, kuikiri kwao kuna walazimisha kuikubali tauhidul ibada. Anasema maana yake ifradullahi bil ilahiyya wal ibada, kupwekeshwa Allah azza wa jalla kwa uungu na ibada, wan nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Tutakuwa tumeandikwa wanafyu, naam, na baada ya vitabu imeandikwa lima, alafu kama imeachwa bila kuunganisha. Wasahihi wan nafyu lima yu'badu min dunihi, na kumkanusha, kumpinga yule anayeabudiwa kinyume chake Allah, wal bara'ati minhu, na kujitenga naye. Tizama hapa kuna msingi muhimu mno yatakana ufahamu. La takfi ibadatu Allah biduni albara'a,
haitoshelezi kumwabudu Allah bila ya kupinga asiyestahiki kuabudiwa. Yani ukasema mimi namwabudu Allah, mwingine akiabudu sanamu, mwingine akiabudu mzimu, mwingine akiabudu pango, watajua wenyewe mimi namwabudu Allah. La, umwabudu Allah halafu ukanushe vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah. Kwa hiyo kuna ibada ambayo ni kule kuthibitisha, ukisema illa Allah, halafu kuna an-nafyu ambayo ndio al-baraa, kukanusha la ilaha, kwa maana unaikanusha miungu yote. Kwa hiyo wanasema maulama, la yakfi an la ya'budu al-insanu illa Allah, fala yakfi an la ya'budu al-insanu illa Allah wa ma'a dhalika la yatabarra'u mimma yu'badu siwa. Haitoshi kwamba mtu hamwabudu isipokuwa Allah, akawa hajitakasi na vinavyoabudiwa kinyume cha Allah azza wa jalla. Hili jambo halitakikani, na ndio maana Allah anaamrisha na kukataza, anasema ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Kwa hiyo kuna ibadatullah alafu kuna ijtinabi at-taghut, kuna ijtinabi at-taghut. Au anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an. Kwa hiyo vitu viwili ni vyenye kwenda pamoja, ni shiqai ambazo zinafatana, lazima uthibitishe na lazima ukanushe. An-nafyu amma yu'badu min dunillah, kila anayeabudiwa asiyekuwa Allah unamkanusha. Alafu al-ithbatu ibadatu lillah, kuthibitisha ibada kwa Allah azza wa jalla peke yake ambaye hana mshirika. Naelewana? Kwa hiyo anaposema maanaha huwa ifradu Allah bil ilahiyya wal ibada wan nafi lima yu'badu min dunillah wal baraa. Na hii ni raddi kwa wale ambao wenye kufanya tafsiri ya neno la ilaha, wakasema maana yake hakuna wa kuabudiwa wala aliyeumba wala mwenye kuruzuku, kama ilivyo itikadi ya tablighi. Au wale ambao wenye kusema la hakima, ambao ni ashabul jihadi wa takfiri, wale wanasema la hakimiyya illa lillah. Hakuna jambo hilo, kwa sababu al-hukmu inaingia katika tauhidul uluhiyya au katika tauhidul rububiyya. Kwa hiyo kuzungumza kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hii ndiyo maana ya tamko la ilaha illa Allah. Qala, nasema wa hadha al-aslu la miriyata fima tadhammanahu, na msingi huu hauna shaka yoyote katika kile ambacho ulichokijulisha, wala shaka fihi, na wala hakuna shaka ndani yake. Wa annahu la yatimmu imanu ahadin, na kwamba haitimii imani ya mtu yoyote hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu, mpaka autambue msingi huo na auhakiki. Amini uwepo wa Allah, amini ibada ya Allah, amini kukanushwa kwa ibada asiyekuwa Allah azza wa jalla, kukanushwa ibada asiyekuwa Allah azza wa jalla. Wa hadha al-aslu la miryata fihi, ay la shakka fihi. Anasema na msingi huu hakuna shaka fima tadhammana, katika kile ambacho alichokijulisha, wala shakka fihi, na wala hakuna shaka. Wa annahu la yatimmu imanu ahadin, na kwamba haitimii imani ya mtu yoyote hatta ya'lamahu, mpaka ujue msingi huu na aufahamu, wa yuhaqqiqahu, na au hakiki. Kwa maana hiyo, faman jahila shay'a fa innahu yaqa'u fihi, yule ambaye atakayekuwa hakijui kitu hakika wake anatumbukia katika kitu hicho, kwa maana anaingia katika ushirikina. Qala al-aslu ath-thalith, msingi wa tatu, anna at-tauhida qisman. Al-qismu al-awwal tauhidur rububiyyah wal khaliqiyyah wal raziqiyyah wa nahwiha. Tauhidi zimegawika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Tauhidi zimegawika sehemu mbili, na hii isimvuruge mtu akili kuambiwa kwamba mbona kauli zinakuwa nyingi, mara 3, mara 4, mara 2. Katika sura ya ujumla, katika sura ya ujumla tauhidi imegawika sehemu mbili. Anasema ala sabili al-umum, amma ala wajhi at-tafsil sehemu 3 kama tavyoona. Al-qismu al-awwal tauhidu ar-rububiyyah, tauhidu ar-rububiyyah. Tauhidi yani الربوبية، توحيد يوليزي، والخالقية والرازقية. وكتاجة توحيد الربوبية لازم اسمه الخلق والرزق والتدبير. الخلق والرزق والتدبير
uumbaji na kuruzuku na kuyapanga na kuiendesha mambo. Wa maanahu, na maana yake, anna Allah wahdahu huwa al-khaliq lil'alam, kwamba Allah azza wa jalla peke yake ndio muumbaji wa nini? Ulimwengu ambao tupo, huwa aloumba ni Allah. Wa huwa ar-rabb lahum war-raziq lahum, naye Allah ndio mola wao na ndio mwenye kuwaruzuku wao. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikuna, tuje mstari minno hayo. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikuna, na hili halipingwi na nani? Washirikina. Kwa maana hiyo washirikina wanaikubali tauhidi gani? Ar-rububiyya. Kwa maana nyingine washirikina wanajua kwamba ulimwengu yupo aliotengeza, wanajua kwamba yupo anayewaruzuku ambaye ni Allah, wanajua yupo anayepangilia mambo ambaye ni Allah. Washirikina wote wanalikiri hili. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikina wala yaj'aluna lillahi fihi sharika, na wala hawajali katika jambo hilo kwa Allah kuwa nani? Mshirika. Wakasema huu ulimwengu aliumba Allah na mwenzake, au riziki anaileta Allah na mwenzake. Hawaitakidi hivyo, bal hum muqirruna bihi, bali wao ni wenye kuikubali tauhidi hii, kama sayati fil asli ar-rabi', kama inavyokuja katika msingi wa 4. Kwa hiyo jambo la mwanzo tunazosema kwamba tauhidi zimegawika sehemu mbili ala sabili al-ijmal au al-umum, katika namna ya ujumla. Maana kuna tauhidur rububiyya na tauhidu yani uluhiyya, na ala sabili at-tafsil tauhidul asma'i was sifat. Na ukidizama tauhidul asma'i was sifat inaingia katika tauhidi gani? Tauhidur rububiyya. Inaingia katika tauhidur rububiyya au tauhidul uluhiyya. Wazi? Lakini yamekuja haya baada ya kuwa wamepatikana makundi katika yenye kujinasibisha na Uislamu, yakawa yanazipinga sifa za Allah na majina yake. Kwa hiyo ikaja sura katika mfumo huu. Wazi? Anasema anna tauhida qisman, na kusoma katika baadhi ya vitabu unakuta tauhidi katika sehemu 4: tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, na tauhidul mutabaa. Tauhidul mutabaa, tauhidi ya kufuata, yani kama annana nuwahhidul mursila kadhalika nuwahhidul mursal, kama tunavyompwekesha aliyetuma mitume tunampekesha yule aliyetumwa ambaye mtume sallam katika kumfuata. Yani kumfuata mtume kuna tofautiana kumfuata mtu yote ulimwenguni, kila mtu kauli yake inachukuliwa na kurejeshwa isipokuwa nani? Mtume. Kwa hiyo tauhidi fil mutabaa, na hiyo anavyoona inaingiza katika tauhidi ya pili, kwa sababu ni katika masala ya ibada, na mtu atakayetoka katika msingi huo mutabaa anakuwa ni mubtadi'. Kwa hiyo tauhidi inakusudiwa ni tauhidul uluhiyya, yani tauhidi ambayo inakusudiwa, na hii ndio palopatikana vita baina ya manabii na umma zao kwenye tauhidul uluhiyya. Wewe kwa mfano nenda katika sehemu ambayo watu wanafunga herizi, watu wana makuba na adriha wamejenga, wanaenda kuomba na kuweka nadhiri katika sehemu hizo na kufanya shughuli zao, zungumza ukubwa wa Allah, uwezo wa Allah, cheo cha Allah, nafasi ya Allah. Ukitoka pale hakuna mtu anabadilika, ukitoka pale hakuna anayebadilika, kwa sababu wale wenye kuyafanya yale wanaamini hayo, wanaamini kwamba Allah ndio mwenye nguvu, Allah ndio mwenye uwezo. Hawajakufuru wale kwa tauhidur rububiyya. Kushangaa mawahabi vipi hawa, kwani sio tukufurisha na sisi tunamwamini Allah huyo? Ndio maneno yao. Lakini tunachowaambia kwamba hii njia mnayoitumia ni njia ya ushirikina. Hawa ambao mnawapelekea maombi hawakustahiki haya, tekana muombe Allah moja kwa moja. Kwa hiyo aina ya mwanzo ya tauhidi, tauhidur rububiyya wal khaliqiyya war raziqiyya, na mfano hii tauhidi ya uumbaji na ya kuruzuku na mfano wake, na maana yake anna Allah wahdahu, kwamba Allah peke yake huwal khaliqu lil alam, ndio muumbaji wa ulimwengu. Ulimwengu alioumba ni Allah, hakuna anopinga katika jambo hili. Wa huwa ar-rabbu lahum, naye ndio mlezi wao hao viumbe na walimwengu. Waraziqu lahum, naye ndio mwenye kuwaruzuku. Wa hadha la yunkiruhu
almushrikuna, na hili jambo halipingwi na washirikina kusema kwamba Allah ndo aliwaumba. La, yani hawa wameitwa washirikina kwa sababu pamoja na ile ibada ya Allah wanachanganya na mwingine. Ukisema musharaka maana yake kuna wawili ambao wameambatana katika jambo moja. Kwa hiyo wao wanamwamini Allah na kinginecho ambacho hicho ndio kinachowafanya waingie katika shirki, na ndio maana wakaitwa washirikina. Wala yaj'aluna lillahi fihi sharikan, na wala katika hili hawamfanyii Allah kuwa na mshirika, bal hum muqirruna bihi, bali wao ni wenye kuikubali, kama sayati fil asli rabi', taliona katika msingi wa 4. Wal qismu athani, na kifungu cha pili, tauhidul ibada, ni tauhidi ya ibada. Wa maanahu, na maana yake, ifradullahi wahdahu bijamii anwa'i alibadati alati bayanuha, anasema maana yake kumpwekesha Allah peke yake kwa aina zote za ibada. Ukichinja, ukiweka nadhiri, ukisali, ukifunga, ukiomba, yote haya unamuelekezea Allah azza wa jalla. Fahadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi shuraka, hii ndo ambayo wao wamemjalia ndani yake Allah kuwa na washirika wasaidizi. Wa lafdhu sharik, anasema al-Imam as-San'ani zamani katika istinbati qawi, anasema wa lafdhu sharik, na hili neno ash-sharik yush'iru bil iqrar billahi ta'ala, lina ashiria wao kumkubali Allah. Yani ukisema washirikina sio mulhidun. Mulhiduna ni wale ambao hawaamini uwepo wa Allah, ambao ni wachache na ni afdhabu katika watu, na kubwa ni kiburi wanachokifanya. Lakini washirikina wanaamini uwepo wa Allah na wanaamini nguvu za Allah na uwezo wa Allah, isipokuwa wanamuona Allah peke yake hatoshi, wamuongezea nani? Mshirika. Kwa hiyo anasema wa lafdhu sharik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala, na tamko la ushirika linaashiria kumthibitishia Allah azza wa jalla kwamba wao wanakubali kwamba Allah yupo, isipokuwa wamefanyaje? Wameongeza neno sharaka, linaonyesha kitu kuchanganyika. Kwa hiyo wao wakaika ushirika baina ya ibada ya Allah na ibada ya mwingine, ndio pakapatikana watu washirikina. Sasa anasema shekhe, farrusulu bu'ithu litakriri al-awwal wa du'a al-mushrikina ila ath-thani. Haya ndio maneno ya kuyazingatia. Farrusul bu'ithu litakriri al-awwal, kwa sababu kuna watu tunaeleza mambo haya huwa hawaelewi. Ukimwambia tauhidi ya kulinganiwa ni tauhidi al-uluhiyya, hakuelewi. Mbona kuna aya chungu nzima ndani ya Qur'an nazungumza khalaqa Allahu as-samawati wal arda, ni tauhidi gani? Rububiyya, si ndio? Kwa hiyo Allah kakithirisha, wanaambia hii ni tahaddi ala haula'i al-muqirruna bitauhidi ar-rububiyya ala iqrari yani limadha la yuqirruna bitauhid al-uluhiyya. Ikiwa hawa wanathibitisha tauhid ar-rububiyya, Allah alikuwa anahitaja juu yao tauhid ar-rububiyya ili waikubali tauhid gani? Uluhiyya. Usiamini kwamba Allah ndiye aliumba mbingu, aliumba ardhi, kwa hiyo usipwekeshe katika kumwabudu yeye. Ndiyo maana yake. Haina maana kwamba ilikuwa ni ukomo wa kuzungumzwa tauhid ar-rububiyya yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo anasema Sheikh, farrusulu bu'ithu litakriri al-awwal, mitume wamepelekwa kulithibitisha la mwanzo. La mwanzo lipi? La mwanzo lipi? litakriri al-awwal, la mwanzo lipi? Tauhid ar-rububiyya. Sisi ndio tumesema jamani, zikikasa mbili yeye mko wapi jamani? Ufunga zimewakaa, hamjala iftari vizuri. Zama anasema farrusul bu'ithu litakriri al-awwal, mitume wametumwa kulithibitisha, kulikiri lile la mwanzo. Lipi? Tauhidu, kwa sababu watu wote wanaikubali, si ndio? Wa du'a'il mushrikina ila athani, na kufanyaje? Kuwaita washirikina katika jambo la pili. La pili lipi? Tauhidul ibada. Jamani, nukta muhimu hii. Yani mitume wameenda kwa kaumu zao, tumeona kwamba watu wote ulimwenguni wanakubali tauhid ar-rububiyya, si ndio?
Kwa hiyo wakizungumza nao kwa tauhidi rububia, sio kwamba wanawapa jipya au kuwalingania katika tauhidi rububia, ni kuthibitisha kwa kile wanachokijua. Sawa? Halafu hapo wanawalingania kwa jambo la pili ambalo ni tauhidi gani? Al-uluhiyya, ambayo wao wanaipinga. Wangu mfahamu vizuri, ukuulize. Tumeelewana jamani? Yani kuna tauhidi mbili tumezisoma leo, tauhidur rububiyya na tauhidul uluhiyya. Sawa? Tauhidur rububiyya hakuna anayelinganiwa tauhidur rububiyya. Yani kwamba kuna duniani leo kuna mtu anasema kwamba hakuna Mungu, au ni watu, ukiona watu hao ni kibri. Allah amewataja ndani ya Qur'an, hawa ni watu wa kibri. wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wakazipinga hizo aya, lakini nafsi zao zikajengwa na yakini kwa yale aliyolingania Musa. Kwa hiyo tauhidur rububiyya duniani watu wamekubali, isipokuwa wachache waliojitoa katika maumbile yaliokuwa salama. Sawa? Wanapokuja mitume kutoka kwa Allah, hawalinganii tauhidur rububiyya, bali wao wanaikubali tauhidur rububiyya kwa nani? Kwa wafuasi wao. Lakini wao wanachowalingania wafuasi wao ni tauhidi gani? Uluhiyya, kwa sababu hii ndio wanaoipinga. Sawa? Walipoenda pale, mtume alipoingia katika mji wa Makka, aliwakuta wana ibada zao, wanamuomba Mola, wanafanya tawafu, wanazunguka, wanachinja, lakini walikuwa wana miungu mingi pamoja na nani? Na Allah. Kwa hiyo walikuwa kimkubali Allah. Kwa nini? Kwa sababu tauhidur rububiyya. Haina maana kwamba ukisikia mshirikina yeye ni kafir. La, kafiri maana yake kule kupinga kwake, lakini asli anamwamini Allah, lakini kaambatanisha na chengine katika imani hiyo. Sawa? Kwa hiyo hawa wafuasi wao wanaikubali tauhidur rububiyya, tauhidi ile ya ulezi, kwamba Allah ndo muumba, Allah ndo mwenye kuruzuku, Allah ndio mwenye kuendesha ulimwengu. Hili jambo linakubalika, na ndio maana tunasema hakulinganiwi tauhidi hii. Waenda katika msikiti, wakuta wazee, watu wana shiriki zao na matalasimu yao, kaa mbele lia, Allah ndo aliumba mbingu, Allah ndo aliumba ardhi, Allah ndo aleta akauisha mmea mpapai mpaka ukawa watu wakala mapapai, alafu ukawa unalia. Hamna ni kuelewa katika hilo. Watu watabaki na zile zile itikadi zao, kwa sababu huku ni kumpokesha Allah kwenye matendo yake aliyoyafanya, na hili jambo linakubalika katika nafsi za watu. Mitume anasema waduaul mushrikina ila thani, mitume wametumwa kuwaita, kuwavuta, kuwalingania wale washirikina katika jambo la pili. Lipi? La tauhidu gani? Al-uluhiyya. Hapa ndo kwenye vita. Simama katika msikiti, zungumza uharamu wa kutufu makaburi, uharamu wa kwenda kuomba katika mizi.